basi bwana, kama tulivyoishia kwenye part 2 pale tuliimba nini na ile kwaya yetu ya chuo. Kufika muda sasa, mchungaji kiongozi wa kanisa hili akawa amepanda, ambaye ni Dr. Bishop Jovin Mwemezi, akawa amepanda bwana, panda pale akaanza kuzungumza. Hapa sana lazima tuongee Kiingereza. Karibuni mje mtoe shukrani sasa. Mwezi huu hata sasa Bwana anatusaidia. Bwana anatutia nguvu, anatupigania, anatushikia. Sio kazi rahisi. Sio kazi rahisi. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa wema wake na uaminifu wake. Kila siku iitwapo leo, ukiona umeamka ukatoka kitandani ukavaa nguo ukaenda kwenye majukumu yako, ujue kwamba Mungu amekupa upendeleo. Hakupa nini? Upendeleo wa hali ya juu sana. Kuna mambo mengi sana ambayo tunakutana nayo magumu, ambayo sio rahisi kwa akili yetu au akili zetu tukayavuka. Tunavushwa, tunapandishwa, tunainuliwa, tunaponywa, tunalindwa na Bwana anatushika mkono. Kwa mwezi huu Bwana anatusaidia sana, na atazidi kutusaidia, na tutazidi kuona ukuu wa Mungu kwenye maisha yetu. Biblia inasema na tusiache kukusanyika kama ilivyo desturi, sio mazoea, ilivyo ya watakatifu. Kwa watakatifu wanapokusanyika mahali, uwepo wa Mungu ulioko mahali hapo na utukufu wa Mungu unapoliatamia hema mahali ambako watakatifu walipo, maana yake matatizo baada ya wao kuyatatua wenyewe, Mungu anaingilia kati mifumo yote. Kwa hiyo tunapokuja kwenye ibada kama siku ya leo, utarajie kuondoka na cha kwako. Na kama ulikuja una mfuko, toka basi ukanunua mfuko au bahasha uweke vya kwako. Sasa ukafika muda wa sisi kutoa ushuhuda na kuzungumza mbele ya kanisa. Ndio hapo akaanza mkurugenzi sasa wa chuo kuwepo mahali hapa pamoja na timu yangu ya walimu pamoja na wanachuo pia. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mimi labda nitambulishe kwa majina yangu, naitwa Laurian Katonda, ni mkurugenzi wa St. Marcus Open Driving School ama Laurian Institute and Vocational Training Center. Kwa hiyo leo tumekuja hapa kanisani kwa ajili ya kumshukuru Mungu, lakini pia kwa ajili ya kuabudu pamoja na wanachuo wote wamekuja. Mara nyingi ninazungumza, mtu anaweza kufikiria, lakini yote haya ni nguvu ya madhabahu ya ukombozi na urejesho. Namshukuru sana mtu wa Mungu, kwa kweli ananivumilia katika vijana ambao ni wasumbufu tangia nimeanza kuwa naye miaka. Anajua sikubali mtu aje ananyenyekea. Bwana Yesu asifiwe. Unajua watu wengi wamezoea kuja ananyenyekea, anafikiria ndio utii. Mtu kukunja mikono, kuanzia leo usikunje mikono, onyesha vitendo katika jamii. Tunahitaji watu watoe matokeo. Kwa hiyo tunamwambia kikwama tu namfuata, ananiambia nataka nini mpaka najibu. Hata wewe msumbue yuko hapa, kama mimi nimepata majibu kutoka kwa Dr. Askofu mtu wa Mungu, hata wewe utayapata, maana Mungu ni yule yule. Kwa hiyo nimekuja hapa, nashukuru ninao
nimekuja na wanachuo. Naomba wanachuo wote wa St. Marcus ama Laurian, naomba wote wasimame hapo walipo. Wanachuo wote naomba msimame wote. Wanachuo ambao tumekuja nao. Hawezi kufukuzwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo lingine, mimi ninatoa ushuhuda, lakini mimi niombe msiogope kuanzia chini. Kanisa, msiogope kuanzia chini. Mimi ninaona watu wengi ni waoga, wanaogopa kuanzia chini. Nakumbuka nilianza na gari moja ya taksi na yenyewe nimeikodi. Kila mahali nilikuwa nalizimikia na bango. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nakuja na taksi hapa, nakuja natoka nyumbani nimebeba familia na yenyewe nimeikodi. Alafu nilipokuwa nimeikodi, yule kijana alikuwa msumbufu kwa kweli. Yaani ni siku na tumejiandaa kwenda na kanisa, uende kanisani na familia na kwambia nataka gari yangu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna siku inafika, kwa sasa tuna magari ya kutosha na mengine yanakuja ya kujiana. Nataka niwaambie, hakuna lisilowezekana, anzieni chini. Watu wanaogopa kudharauliwa kama huyo taksi anaenda wapi? Hakuna cha taksi tena, mambo yamebadilika. Hata wewe yatabadilika. Ukikubali kuanzia chini, mambo yatabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Nisihubiri. Karibu watashuhudia, alafu tutaongea neno mwisho, alafu tunaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Basi nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mara nyingine tuko hapa wana St. Marcus Open School. Nadhani sio mara yetu ya kwanza, ni mara nyingine tena. Nadhani tumekuja kushuhudia, lakini pia kutangaza nini kinachoendelea mpaka sasa St. Marcus Open School. Nadhani tuliopo hapa ni staff, nitakutambulisha. Mimi sio mgeni, nadhani wote hapa sio wageni. Ni mara yetu nyingine tena, ni kama kawaida, kila mwaka tunakuwepo kuwaona ndugu zetu, lakini pia kujitambulisha na kueleza nini kinachoendelea katika chuo chetu cha St. Marcus Open School. Basi mimi kwa majina yangu naitwa Constantino Benedicto, ni mwalimu kutoka chuo cha ufundi St. Marcus Open School. Tunawakaribisha sana. Masomo mbalimbali yanaendelea pale yakiwemo ya ufundi, lakini pia tuition mbalimbali za sekondari, Kiingereza, Kifaransa, masomo mbalimbali tunafundisha pale. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Nadhani ni fursa. Chuo cha ufundi cha St. Marcus kuwepo hapa Kahama ni fursa kwa vijana wa sekondari wa darasa la 7, form 6 na kuendelea. Kwa hiyo ni sehemu mojawapo ya fursa ya kujipatia ufundi wa aina mbalimbali ambao tunaotoa pale. Kwa hiyo tunawakaribisha sana ili kujipatia ujuzi ambao unaweza kujitegemea, lakini pia na kufanya maendeleo mbalimbali kupitia ujuzi wako ambao utakaopata pale katika St. Marcus Open School. Nashukuru sana, Mungu awabariki. Tutazidi kuongea, tuko wengi. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Basi na mimi nipende kusema nasibu askofu wetu, kwa sababu mkurugenzi amezungumza, unakubali kama unataka maendeleo kuanzia chini. Najua kinachoanzia juu ni kaburi. Kwa hiyo sasa sijajua kama mtaweza kaishi na mtu. Lakini lengo la kuja hapa, itafika mahali kisiwe tunakuja hapa kutoa shukrani, kwa sababu kupitia kwa hili kanisa, chuo cha St. Marcus Open School, mkurugenzi, walimu, tumepata baraka kubwa. Tumepata baraka kubwa kwa sababu kule chuoni tunakutana na mambo mengi. Hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kutusaidia kuliko mchungaji. Tunamwita mara nyingi daktari. Kwa hiyo na wewe mchungaji ubarikiwe sana. Tunatoa matangazo redioni, tunatumia redio yake. Nakwambia mwanzoni tulikuwa tunazunguka na vipeperushi. Tunakuja tunamwambia nasikia tusaidie mmoja mimi tupe namba. Ni changamoto. Kwa hiyo sasa tukifika kule redioni, maneno mawili matatu, namba zinamiminika, unaanza kutupigia. Kwa hiyo sasa mpongeze ile redio, kama inawezekana iongee dunia nzima kabisa sikilizwe.
Mimi ni mkuu wa chuo, siwezi kujitambulisha mbali zaidi kwa sababu wengi mnanifahamu. Karibu St. Marcus Open School, ni nyumbani hapa, sisi ni nyumbani. Mungu awabariki, asanteni. Haleluya, haleluya, ninawapenda. Ninafurahi kwa sababu Mungu ametupa kibali tena kufika mahali hapa. Pia nina kila sababu ya kuwashukuru kanisa la Divine pamoja na askofu wetu pamoja wazazi wa kike na wa kiume kwa nguvu yenu kuu sana kutuombea juu ya chuo cha St. Marcus Open University. Mungu awabariki. Imeshakuwa university. Tunatabiri university itakuwa university. Sio mara ya kwanza kwa tunakuja mahali hapa. Tuna kila sababu ya kuonesha umoja kwa sababu kanisa hili limefanyika kuwa baraka juu ya chuo chetu, ambapo sisi kama wanadamu hatuwezi pasipo maombi yenu kutushika mkono. Baba hapa amekuwa akifika mara kwa mara kuja kutuona pale. Niombe hata sisi tulioko kule huwa tunakumbuka kuliombea kanisa pamoja na redio. Popote pale, wamama msibweteke, mabinti msiwahi kuolewa. Tafuta nguvu yako kwanza, life yako kwanza, ili hata utakapopata Mungu akikupa kilicho sahihi uwe na life yako. Mshike Mungu, halafu mengine yote utazidishia. Kwa majina yangu ninaitwa Gladness January 7. Ni mkufunzi, ninafundisha urembo na ususi. Pia ni mlezi upande wa kiroho. Tunalea maisha ya mwilini na maisha ya roho. Kwa hiyo ukimleta mtoto wako mahali pale, sio kwamba amepotea. Anapopata changamoto, tuna first aid ya maisha ya kibinadamu na maisha ya rohoni. Mungu kwanza, halafu mambo mengine tunapiga hatua. Chache tupende kumshukuru kwa Mungu, lakini pia pamoja na waamini wote kwa maombi yenu. Na mmefanya kazi kubwa, lakini pia kwa nafasi yenu kuna jitihada zinaonekana zinaleta matumaini. Mungu awabariki sana. Tumezungumza mengi, lakini kwa uchache kwa sababu ya muda, Mungu awabariki sana.
tuliona maisha ni vita. Ndugu zangu, nataka niwaambie maisha ni vita. Hakuna anayependa uwe hivyo ulivyo. Yaani hata hapa ninavyoongea hakuna anayependa, ila Mungu anapenda na wewe umependa ndio. Kwa hiyo nataka niwaambie hakuna chochote utakachokifanya kila mmoja akipende. Wewe sio pesa. Pesa ndio inapendwa na kila mtu. Kwa hiyo kuanzia leo kama kuna kitu nataka kuanza, usisubiri watu wa kusapoti. Mungu akikusapoti, mtu wa Mungu akaweka maombi, biashara imeisha. Unahitaji maneno. Asanteni. Lakini pia la mwisho niombe tuwaheshimu wazazi wetu wa kiroho na kimwili. Watu wengi tunaonyesha vitu. Mtu anakuja amenyosha mikono mtakatifu, nani muona, wengine wanasali Roma kule, lakini tuwaje. Naomba tuhakikishe badala ya kunyenyekea na kunyosha mikono, hebu tuonyeshe matendo kwa wazazi wetu. Sasa hivi imetangazwa kamati tubaki, leo kwa nini tunabaki na watu wawili? Nataka niwaambie kuheshimu wazazi wa kiroho na kimwili ni moja ya mafanikio katika maisha yetu. Na ndio maana niko hivi, na Mungu awabariki. Nawapenda, asanteni sana. Tuko pamoja, karibuni St. Marcus Open School. Basi part 2 yetu ikawa imeishia hapo. Bado ziko nyingi, yani tuna sehemu kama 6 hivi. Unaona, endelea tukufuatilia hapo. Unaona, kila tutakapokuwa tunaweka utapata. Wewe hakikisha tu una subscribe, una like na kucomment kwenye kila ambacho tutakuwa tunakiweka.